Mwisho wa dhambi hii siku zote hushangaza. Kwa nini nasema hivi? 1. Mbunifu wa meli ya Titanic alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu usalama wa meli hiyo kubwa kuwahi kutokea, alijibu, meli hii ni kubwa kiasi ambacho hata Mungu hawezi kuizamisha. Kilichofuata, meli ile ilizama. Majibu ya kiburi chake yalimshangaza. 2. Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendo Zabanga, baada ya kuwa rais wa kwanza Afrika kupata misaada mingi kutoka Marekani, alipata kiburi hadi kuitangazia dunia kwamba yeye ni kuku anayeatamia Zaire. Ilifikia hatua akajifananisha na Mungu. Yaani, kabla ya taarifa ya habari kuanza, luninga ya taifa ilionyesha picha yake akishuka kutoka mawinguni na watu wote walikaa kimya kumlaki mtukufu Mobutu. Ni kufuru ilioje. Alijenga majumba ya kifahari kila kona ya dunia, wakati mamilioni ya Wakongo wakiishi maisha ya Mungu nihurumie. Ni ushenzi. Mwisho wake uliishangaza dunia. Alikufa akiwa uhamishoni Rabati, Moroko, kwa ugonjwa wa kansa, akiwa na umri wa miaka 66 na kuzikwa na watu 4 tu. Alikufa bado kijana mdogo kabisa. Angalia wenzake akina Nelson Mandela, waligonga mpaka 90. 3. Yuko wapi Saddam Hussein, mbabe aliitikisa dunia mpaka kwa kuitishia kulipwa visima vya mafuta ambavyo madhara yake yangekuwa kuiangamiza dunia. Huu ulikuwa ubabe. Pamoja na ubabe wake, alinyongwa mpaka kichwa kikakatika. Alikufa kifo cha fedhea. 4. Yuko wapi Adolf Hitler, alimfananisha mtu mweusi na nyani pale alipowashinda wazungu katika mbio za Olympic. Hitler alikataa kumpa mkono mtu mweusi kwa sababu haiwezekani binadamu kushindanishwa na nyani. Hii ilikuwa ni kufuru na chukizo kwa Mungu. Alikufa kifo cha hovyo kabisa, hata kaburi lake halijulikani lilipo. 5. Yuko wapi Jonas Savimbi, dikteta wa Angola aliyewakata vidole watoto wadogo ili wasije kumpindua madarakani? Leo vijana wengi huko Angola hawana vidole. Ukiambiwa kifo chake utashangaa. Alifia barabarani na maiti yake kuburuzwa mji mzima kama mzoga wa mbwa kabla kuzikwa chini ya mti. Unajua kamba ya kumvuta ilifungwa wapi? Ilifungwa kwenye sehemu zake za siri. 6. Yuko wapi aliyewatandika walimu wa shule ya msingi viboko Bukoba? Sio mkuu wa wilaya tena, haya ni madhara ya kutumika. Waliomtuma walimsahau. Sasa na wewe kiongozi endelea kuporomosha matusi majukwani, ukifikiri serikali ni mali ya baba yako. Subiri, muda utafika. Januari Makamba nakwambia, madaraka ni sawa na koti la kuazima. Litumie kwa umakini, siku mwenyewe akilichukua utaibika. 7. Yuko wapi Benito Mussolini, aliyekuwa akiwaweka roho juu wachezaji wa mpira huko Italia kila alipokaribia kombe la dunia? Aliwahi kuambia kama hawatachukua kombe la dunia atawachinja wote. Ni vitisho hivyo. Leo pamoja na vitisho vyake anarutubisha ardhi ya Italia. 8. Yuko wapi Idi Amin Dada, aliyolazimisha watu kucheka na walioshindwa kucheka aliwakata lipsi zao na meno kubaki nje mithili ya mtu anayecheka? Leo hayupo tena duniani. Alikufa kifo cha aibu wa mishoni, inashangaza sana. Ninachotaka ni kuwakumbusha viongozi wa babe, wanafiki, wezi na walafi kwamba matokeo yake yatawashangaza. Wakumbuke kwamba kwa ubabe wao wa Tanzania tunadhoofika. Kwa unafiki wao wa Tanzania tunakonda. Kwa majivuno yao wa Tanzania tunateseka. Kwa dharau zao wa Tanzania tunaugua, na kwa ushenzi wao wa Tanzania tunakipata cha moto. Kumbuka, dunia haitakukumbuka kwa ubabe wako, kwa unafiki wako, kwa kejeli zako, kwa dharau zako, wala kwa majivuno yako, bali itakukumbuka kwa namna matendo yako mema yalivyogusa nyoyo za watu wengi. Leo kila mtu anawakumbuka kina Julius Nyerere, Mahatma Gandhi na Nelson Mandela kwa sababu ya matendo yao mema kwa watu. Ni watu ambao